Balozi Polepole ambaye naye alipinga mchakato wa kupitisha mgombea wa CCM kwa kueleza kuwa kikao hicho hakikuwa na ajenda ya uchaguzi na kusisitiza kuwa Samia must go, ambapo muda mfupi baadaye kauli hizo alitekwa na watu wasiojulikana, na hadi sasa miezi zaidi ya 8 sasa hajulikani alipo na wala tuambiwi chochote. Pia mjumbe wa halmashauri kuu wa CCM na mbunge wa Kawe Askofu Josephat Gwajima alipoibua hoja za watu kutekwa na kupotezwa na kudai uwajibikaji, vikao vya uchujaji wa majina ngazi vilielekezwa kutopendekeza majina ya watu aina ya Gwajima, Magwajimanization, na baadaye kupoteza nafasi ya kugombea, huku kanisa lake la Ufufuo na Uzima lenye matawi zaidi ya 2000 kote nchini likifungiwa na kuzuiwa na waumini kuzuiwa kuabudu kipindi cha kuelekea uchaguzi mkuu. Lakini pia idadi kubwa ya madiwani wa bunge wa Chama cha Mapinduzi waliokuwa wakidai uwazi na uwajibikaji wa serikali walikatwa majina yao katika hatua za awali ili wasipate fursa ya kugombea na kuchaguliwa, jambo ambalo lilileta manung'uniko makubwa kwa wananchi na wanachama wa CCM nchi nzima. Sasa wewe unafikiri kwamba hawa wote hawa waliokuwa wanalalamika wana CCM ambao mgombea wao wa urais alipindua meza, kaenda mahakamani, kesi zao zikapakiwa, hazikusikilizwa. Wengine wabunge nao na madiwani ambao wananchi wao walikuwa wanawataka kwenye majimbo yao wakafutwa kugombea. Wananchi watashindwa kuandamana eti kwa sababu wana kadi ya CCM. Sasa lakini ACT Wazalendo kulikuwa na nini? Baada ya mimi Luhaga Johnson Mpina kuchaguliwa kihalali na mkutano mkuu wa chama cha ACT Wazalendo kupeperusha bendera ya nafasi ya rais, nilizuiwa kurejesha fomu wala kufika ofisi ya INEC Agosti 27, 2025 kwa madai kuwa msajili wa vyama vya siasa amefuta uteuzi wangu. Hii ni mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu mgombea wa nafasi ya urais aliyezunguka nchi nzima kutafuta wadhamini na kula kiapo mahakama kuu na kulipia milioni 1 ya fomu kuzuiliwa kurejesha fomu bila hata kupewa nafasi ya kusikilizwa, jambo ambalo lilikuwa ni kinyume kabisa na sheria za nchi na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tume ya INEC wananizuia wale ile tume wananizuia mimi kufika kwenye ofisi ya umma kama kwamba hiyo ofisi ni mali yao. Hiyo ni mali ya umma, unanizuiaje mimi kufika pale? Wewe tumekuweka tu kibarua. Mimi nilizuiwa, hakuna kufika. Ukae huko na usije hapa kwa maana hatutakuteua sisi. Sijasikilizwa, sijaambiwa chochote. Sasa hawa washabiki wa nchi nzima wanaoona kwamba Mpina ni credible leader kuliko huyo unayemsema wewe unafikiri watakuwa na furaha? Manyanyaso haya waliofanywa, uonevu waliofanywa, na wanafanywa na vyombo ambavyo vimepewa jukumu. Hata pale mahakama kuu iliponipa ushindi na kuamua nirejeshe fomu ya uteuzi na uteuzi uendelee bado mwanasheria mkuu wa serikali ndugu Hamza Saidi Johari aliniwekea pingamizi akirejea maamuzi ya msajili wa vyama vya siasa pamoja na kutoa utetezi kwamba uamuzi wa msajili wa vyama vya siasa nimeupinga mahakama kuu kwa shauri namba 23438 wa mwaka 2025 chini ya Mheshimiwa Jaji Wilibert Chuma. Hivyo maamuzi hayo hayawezi kutumika tena kwenye pingamizi hadi hapo mahakama itakapoamua vinginevyo. Pamoja na utetezi huo wa kisheria na kikatiba, bado INEC ilikubaliana na pingamizi la AG na kuniondoa kwenye orodha ya kugombea. Sheria yetu iko wazi. Maamuzi ya msajili mimi nilikuwa nimeyapinga mahakamani na imeshapangiwa jaji. Naenda huku ninaenda kuwekewa pingamizi na mwanasheria mkuu wa serikali eti kwa sababu nilipingwa mimi na msajili. Nikamwambia liko mahakamani na tayari tumeshapangiwa jaji. Kwa hiyo haliwezi kutumika tena mahakama kwa sababu mahakama mpaka iamue itakapoamua vinginevyo. Lakini bado INEC kwa sababu ilikuwa ni mkakati wao, INEC, msajili wa vyama, mwanasheria mkuu wa serikali choka. Nikakata rufaa. Hata baada ya kufungua shauri lingine mahakama kuu na baada ya mahakama ya rufaa tarehe 22 Oktoba 2025 kwa shauri namba 2122 ya mwaka 2025, shauri hilo halikusikilizwa hadi uchaguzi kufanyika, na mpaka leo licha ya kufanyika kikao cha kiutawala mimi niliitwa na jaji mkuu pamoja na chama changu, lakini pia wajibu rufaa Hamza Saidi Johari AG, Dr. Ali Posi SG na mawakili wa serikali
ambaye alikuwepo siku hilo Maki Mwarwambo, chini ya mwenyekiti wa Jaji Mkuu wa Tanzania Mheshimiwa George Masaju, ambapo niliitwa ili kwenda kuthibitisha kama kesi yangu ya kukata rufaa niliyoifungua nimekizi matakwa yote ya mahakama ya rufaa, nimekizi kanuni na sheria zote za kusikilizwa kesi yangu kwa dharura kabla ya uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba 2025. Nikaenda kwenye mahakama, nikaenda kuprove kwamba mimi taratibu zote zinazotakiwa, na nikakabidhi nani yangu ya rufaa ambayo ilikuwa na kurasa 448 yenye vielelezo vyote mbele ya Jaji Mkuu. Akakiri kwamba Mpina ametekeleza masharti yote ya mahakama kuu, ya mahakama ya rufaa. Kwa hiyo kinachopashwa hapa ni mimi maamuzi yangu ya kesi hii kuweza kusikilizwa kabla ya uchaguzi haujafanyika. Lakini kesi hii ikatelekezwa mpaka leo, mpaka uchaguzi ukafanyika. Na mimi nilishangaa kweli kweli, mpaka siku namuona Jaji Mkuu anaenda kumwapisha mgombea wa CCM. Sijaambiwa chochote. Kesi yangu kwa nini isikilizwe? Haiwezi kutarajiwa kwa nchi inayofuata demokrasia, mgombea ambaye amepitishwa na tume akaenda mahakamani, kesi haijaisha, nyinyi mkaendelea na uchaguzi. Haiwezi kutokea hiyo. Haiwezi kuruhusiwa namna hii. Kwa hiyo vyombo vya serikali, INEC, msajili wa vyama vya siasa, AG, wanatumika kama silaha ya kuwaingua wagombea wa upinzani ili kuwa ushindani na kuwafanya wagombea wa kamani, na anabanwa na ibara ya 107A kifungu kidogo cha kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini upande wangu nilienguliwa na INEC licha ya kueleza kuwa pingamizi langu la mwanasheria mkuu wa serikali nilikuwa nimelipinga mahakamani. Hii ni double standard na upendeleo uliopitiliza. Na document hizo zote ninazo.